Baada ya kila kipindi cha habari, tunakuletea tahariri inayowasilisha mtazamo wa Afrika kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea duniani. Hatua ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwawekea vikwazo viongozi wa makundi yenye silaha yanayoendesha vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ishara muhimu kwamba jumuiya ya kimataifa inaanza kuonyesha utayari wa kuwawajibisha wale ambao wamechochea mzozo ambao umeharimu maisha ya maelfu ya watu na kuwalazimu mamilioni kuyakimbia makazi yao. Kuwaorodhesha viongozi wa muungano wa AFC M23 pamoja na viongozi wa FDLR chini ya vikwazo vya kimataifa ni hatua inayotuma ujumbe kwamba hakuna upande unaopaswa kuwa juu ya sheria. Kwa muda mrefu sasa, raia wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini wamekuwa waathirika wakuu wa mapigano yanayohusisha makundi yenye silaha, jeshi la serikali na maslahi ya kikanda. Wakati viongozi wa kisiasa na kijeshi wakibishana kuhusu nani anawajibika, wananchi wa kawaida wameendelea kupoteza maisha, mali na matumaini ya kuishi kwa amani. Hivyo basi, hatua ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inapaswa kupongezwa kwa sababu inalenga kuwabana wale wanaoshutumiwa kuendeleza machafuko na kukwamisha juhudi za amani. Hata hivyo, vikwazo pekee havitamaliza mgogoro huu. Mgogoro wa DRC umeonyesha mara nyingi kuwa kuorodhesha watu kwenye vikwazo bila kuhakikisha utekelezaji wake madhubuti hakutoshi kubadili hali ya usalama. Kinachohitajika sasa ni ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha zuio la safari, kufungiwa mali na marufuku ya silaha vinafanyiwa kazi kwa vitendo badala ya kubaki kwenye makaratasi ya maazimio ya Umoja wa Mataifa. Aidha, ni jambo la kutia moyo kuona kwamba hatua hizi zinawagusa viongozi kutoka pande tofauti za mzozo. Hilo linaonyesha kwamba uwajibikaji haupaswi kuwa wa kuchagua upande mmoja pekee. Iwe ni AFC M23, FDLR au kundi lolote lenye silaha linalohusika katika mauaji, utekaji nyara, ubakaji, ajira za watoto vitani au ukiukaji mwingine wa haki za binadamu, wote wanapaswa kuwajibishwa kwa usawa mbele ya sheria za kimataifa. Lakini pamoja na kuwawajibisha wahusika, Baraza la Usalama lina wajibu mkubwa zaidi wa kuhakikisha kwamba raia wa mashariki mwa DRC wanalindwa. Kwa miaka mingi sasa, wanawake, watoto na wazee wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa vita hivi. Maelfu wanaishi kwenye kambi za wakimbizi katika mazingira magumu, huku wengine wakikosa huduma za afya, elimu na chakula kutokana na mapigano yasiyokoma. Hawa hawawezi kuendelea kusubiri huku dunia ikijadili hatua za kisiasa pekee. Ni wakati sasa wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuimarisha juhudi za kulinda raia kwa kuhakikisha ulinzi wa kibinadamu unaongezwa, misaada ya dharura inawafikia wahitaji bila vikwazo na wahusika wote wanaheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu. Pia ni muhimu kuendelea kuunga mkono juhudi za kikanda za mazungumzo ili suluhisho la kisiasa lipatikane, kwani amani ya kudumu haiwezi kupatikana kwa nguvu za kijeshi pekee. Juhudi za kuweka vikwazo ni mwanzo mzuri, lakini hazitakuwa na maana ikiwa raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataendelea kuuawa, kufurushwa na kuishi kwa hofu kila siku. Umoja wa Mataifa lazima uthibitishe kuwa dhamira yake si kuadhibu wahusika pekee, bali pia kuwalinda wale ambao kwa miaka mingi wamekuwa waathirika wakubwa wa mzozo huu. Haki, uwajibikaji na ulinzi wa raia lazima viende sambamba ikiwa dunia inataka kuona amani ya kweli ikirejea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.